السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدعة والضلالات. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى، لكم تكيا صلاة السلام kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunahusiana kumcha Allah jalla fi ula, fa innahu qad faza almuttaqun. Walillahi alhamdu wal minna, kwa kukutana katika siku hii ya leo ndani ya markazi hii, markaz Umar ibn al-Khattabi, na nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekutana hapa kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo yanataallaki, yanafungamana na dini yetu, kama ambavyo umekwisha tangaziwa, kama alivyosema muqaddim kwamba muhadhara umetangazwa tangu Ijumaa, kwamba leo siku ya Jumapili, Lailatul Ithnain, tutakutana hapa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la muhadhara. Na bila shaka unwani ya muhadhara mmetangaziwa na kufahamishwa kwamba tutaelezea masaili yanayofungamana na rudud kwa baadhi ya firaqi ad-dalla الرافضة وغيرها من الفرق. taelezea kwa ufupi masala yanayofungamana na mapote yaliyopotea, makundi yaliyopotea, almuntasiba ila alislam, makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu, na kundi mahsus ambalo tutalielezea na kuligusia kiundani zaidi ni firqatu ash-shi'ati ar-rafidha, ni kundi la Shia Ithna Ashariya.
na muhadhara huu utakuwa ndio intilaqan biidhnillah ta'ala ya nadawati al-ilmiya, ndio itakuwa ufunguzi na mwendelezo wa nadwa za kielimu ambazo zitaendeshwa na mashekhe na ikhwa al-fudala. Nadwa hizi zitakuwa ni khasa, ni nadwa za kielimu mahsusa ambazo zinafungamana na kuelezea masala mazima ya mwezi wa Muharram na yale yanayofungamana na mwezi huo katika fadhail mwezi wa Muharram, kama zilivyokuja nusus kutoka kwa Mtume alayhi salam akielezea matukufu ya mwezi wa Muharram. Kwa hivyo masala haya, ubora wa mwezi wa Muharram, yatakuja elezwa katika wakati wake katika nadwa za kielimu ambazo mtatangaziwa baada ya muhadhara huu wa leo insha Allah taala, kwamba nadwa itakuwa sehemu fulani siku fulani, itakuwa Masjid Umari siku fulani. Basi mnapotangaziwa nadwa hizi za kielimu, wale wenye wasaa tupende kuhudhuria. Vikao hivi vya kielimu vina faida nyingi sana, wabila khusus vikao hivi ambavyo vitakuwa vikiendeshwa katika mwezi wa Muharram, kutaja fadhail za mwezi wa Muharram, kadhalika na kutaja baadhi ya akadhiba, baadhi ya mambo ya uzushi na urongo wa mashia ithna asharia ar-rafidha dhidi ya Uislamu na Waislamu. Kwa yote haya yatakuja elezewa katika nadwa, kutaja uzushi ambao unaofanya mashia katika mwezi wa Muharram, wa bil khusus يوم Ashura, hasa siku ile ya Ashura yatatajwa mengi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ama katika muhadhara huu wa leo ambao ni muhadharatun iftitahiyya, ni muhadhara wa ufunguzi wa nadwa za kielimu, nitajikita katika kuelezea ahamiyatu ar-rududi ala ar-rafidha wa ghayriha min al-firaqi ad-dallati. Taelezea kwa ufupi baadhi ya masail, baadhi ya mambo ambayo yanaonesha umuhimu wa kufanya rudud, kuwaelezea na kuwajibu shubuha mashia na wengineo katika makundi yaliyopotea. Kikao cha leo kitajikita katika sehemu hii, الرد على الفرق الضالة المنحرفة وأهل الأهواء والبدع واجب فرضه الله سبحانه وتعالى على العلماء أن يبينوا خطرهم على الأمة، وذلك من الجهاد في سبيل الله. jambo la kufanya rudud, kuwajibu na kuwakemea na kuelezea madhara yao na ubaya wa makundi yaliyopotea na kuelezea shari zao na hatari dhidi ya Uislamu, kuwabainishia Waislamu wafahamu ubaya wa makundi yaliyopotea, makundi ambayo yanajinasibisha katika Uislamu. Jambo hili ni jambo la wajib, ni jambo la wajib ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifaradhisha kwa maulama kubainisha jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimisha na kuwafaradhishia maulama kubainisha hatari na madhara ya ahlul bid'ah, madhara ya watu wa bid'ah,
na makundi yaliyopotea juu ya Uislamu, na kwamba jambo hili la kufanya rududi ala ahli al-batil min al-jihad fi sabilillah ni katika jihadi fi sabilillah. Jihadul qawli ni katika jihadi ya maneno. Kwa kuna jihadi ya maneno ambayo ni ilmu, kufikisha elimu, kufanya rudud dhidi ya watu wa batil ni katika jihadi fi sabilillah. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu' al-Fatawa, fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun biittifaqi al-muslimin. Bila shaka kubainisha hali za ahlul ahwa, kubainisha hali za watu wa bid'ah, watu waliopinda, kubainisha hali za makundi yaliyopotea yanayojinasibisha na Uislamu, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma dhidi ya makundi hayo, wajibun biittifaqi al-muslimin. Jambo hili ni jambo la wajib kwa makubaliano ya Waislamu, kwa maana biittifaqi al-ulama, kwa makubaliano ya maulama, kwamba jambo la kufanya rudud na tahdhiri dhidi ya ahlul batil ni jambo la wajib, na haitakikani kukaliwa kimya. Makundi yaliyopotea haitakiwi kukaliwa kimya yakaendelea kupotosha umma na kueneza fikra zao almunharifa, fikra potofu. Haitakikani jambo hili kukaliwa kimya, bali inatakiwa wenye kujua wasimame imara kubainisha na kukemea na kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya hatari na madhara ya makundi hayo. Hatta qila li Ahmad, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anaendelea kusema, hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, paka siku moja aliulizwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ar-rajulu yasumu wa yusalli, waonaje ewe imam mtu yuwasali na anafunga saumu, kadhalika anasali, wa ya'takifu, na yuwakaa itikafu msikitini. Hizi ni ibada adhima. Ahabbu ilaika, je, jambo hilo analolifanya atakalokuwa amelifanya huyo bwana, kufunga sunna, kuswali sunna, kukaa itikafu, je, jambo hilo ahabbu ilaika, lapendeza zaidi kwako wewe imam, au yatakallamu fi ahli albid'ah, au yapendeza kwako wewe mtu huyo kutumia muda wake kuwasema watu wa bid'ah na kueleza madhara yao na shari zao? Unaonaje iwe imam? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anaulizwa kwamba unaonaje au unasemaje mtu akiwa na swali na kufunga na kukaa itikafu msikitini, au akae msikitini au darasani anafanya rududi dhidi ya watu wa batil? Ni lipi liliokuwa bora zaidi unaliona kwako wewe Imam Ahmad? Faqala rahimahullah, imamu akasema, idha qama wa salla wa atakafa fa inma huwa li nafsihi, mtu akifanya ibada hizi akasimama akaswali, kwa maana akaswali sunna na akakaa itikafu, kadhalika akafunga, fa inma huwa li nafsihi, hizi ibada zote anazozifanya ni kwa ajili ya nafsi yake. Akiswali ni kwa ajili ya nafsi yake,
akifunga kwa ajili ya nafsi yake, kadhalika akikaa itikafu linafsihi. Zote hizi katika ibada anazifanya kwa ajili ya nafsi yake, kwa maana manfaa yanarudi kwake peke yake. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa innama huwa lilmuslimina hadha afdal. Akasema Imam rahimahullah, ama mtu huyo atakapotumia muda wake watakallama fi ahli albid'i, akawa yuwafanya rudud, anafanya tahdhir, anawabainisha watu wa batil, watu wa bid'a, na kutaja madhara yao na shari zao dhidi ya Uislamu. Mwanachuoni au msomi na mjuzi akiwa yuwafanya kazi hii ya kuwaelezea Waislamu na kuwabainishia madhara ya watu wa bid'a, madhara ya makundi yaliyopotea, fa innama huwa lilmuslimin, hakika si vinginevyo jambo hili atakalokuwa analifanya manfaa yake yanarudi kwa Waislamu. Jambo hilo atakalokuwa analifanya la kuelimisha jamii na kufanya rududi dhidi ya watu wa batil, manfaa yake lilmuslimin, anafanya kwa ajili ya Waislamu. Hadha afdalu, jambo hili ni bora zaidi kuliko zile ibada za mwanzo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kutia ta'liqi maneno haya Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhim, fabayyana anna naf'a hadha 'amun lilmuslimina fi dinihim min jinsi al-jihad fi sabilillah. Akabainisha Imam Ahmad katika haya maneno, Sheikh al-Islam anasema kwamba Imam amebainisha kwamba manfaa ya kitendo hiki atakachokifanya mtu kufanya rudud, manfaa ya kazi hii ya kufanya rudud dhidi ya ahlul batil, manfaa yake ni am, yanawaenea Waislamu wote katika dini yao. Ni manfaa ambayo yanarudi kwa Waislamu kuwanufaisha wao katika dini yao, na jambo hili min jinsi aljihad fi sabilillah, ni katika sehemu ya jihadi fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya rad, kuwarudi watu wa bid'a na kujibu shubuha zao na kubainisha madhara yao na hatari yao dhidi ya Uislamu, jambo hili Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ni katika sehemu ya jihadi fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema idh tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa shir'atihi wa daf'u baghi haula'i wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifayati biittifaqi al-muslimin. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala akaendelea kusema, kwa sababu kuitaharisha njia ya Allah tabaraka wa taala na dini yake na sheria yake na mwongozo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kukinga Uislamu na Waislamu dhidi ya vitimbi na shari za watu hawa wa bid'a, watu waliopotea, makundi yaliyopotea, na kuwakinga Waislamu na Uislamu dhidi ya uadui wa makundi haya yaliyopotea. Jambo hili Sheikhul Islam anasema wajibun ala al-kifaya, ni jambo la wajib ala al-kifaya, kwa maana ni fardhu kifaya na sio fardhu aini, kwa maana idha qama bihi man yakfi saqata al-ithmu an al-baqin, kwa maana wakisimama baadhi ya wajuzi, baadhi ya maulama, baadhi ya mashaikhi, baadhi ya duati
wakasimama kuelezea na kufanya tahdhiri na kufanya rududi dhidi ya watu wa batil, wakisimama baadhi wenye kuweza kufanya kazi hiyo ya rududi, basi yatosha. Hata wale wengine ambao watakaokuwa hawajasimama kufanya rududi, basi dhima inakuwa imeondokea, kwa sababu jambo la kufanya rad ni fardhu ala alkifaya biittifaqi almuslimin. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema hii ni fardhu kifaya kwa makubaliano ya maulama. walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula'i lafasada ad-din. Sheikh anaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, na lau kama si wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua na kuwasimamisha na kuwaleta katika ardhi hii, akawapa uwezo wa kusimama imara kufanya rududi dhidi ya ahlul batil, dhidi ya watu wa bid'ah, kufanya rududi kwa kuandika au kwa kuongea, kwa kufanya mihadhara, kufanya durus zikiwa ni khasa kuwarudi watu wa batil. Kama si watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaleta katika waja wake na kuwachagua na kuwapa uwezo wa kufanya raddi dhidi ya watu wa batil, la fasada ad-din, basi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ingeharibika. Kama isingekuwa kwamba kila zama na kila kipindi kuna kuwepo na waja wa Allah tabaraka wa taala ambao wanaihami dini ya Allah birrudud, kwa kufanya raddi dhidi ya watu wa batil, kufanya rududi dhidi ya makundi yaliyopotea na kuwatahadharisha waislamu wasifuate makundi hayo. Kama si Allah tabaraka wa taala kuwawafikisha baadhi ya watu katika mashekhe na maulama na duati wakasimama kufanya kazi hii ya rududi dhidi ya watu wa batil, basi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ingeharibika, ingefisidika, na isingekuwa katika hali hii tulionayo. Katika hali hii tunayoiona dini ya Uislamu isingefikia hatua hii, ingekwisha haribika. Kwa sababu gani? Kwa sababu makundi haya yaliyopotea yanakwenda mbio kuhakikisha na kuchafua Uislamu kwa kila njia ambazo wanaweza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaihami dini yake na kuihifadhi dini yake kupitia baadhi ya waja wake wanaosimama imara kukemea na kuwaradi watu wa batil kwamba jambo fulani ni bid'a, jambo fulani ni munkar, jambo fulani ni haram, na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya mambo hayo. Hii ni miongoni mwa sababu zinazopelekea dini ya Allah tabarak wa taala kuendelea kubaki katika usahihi wake. Wa kana fasaduhu a'zama min fasadi wastila'i al-aduwi min ahli al-harbi. Tena uharibifu wake, yani dini ingeharibika uharibifu uliokuwa mkubwa zaidi ya uharibifu na uadui wanaoweza kuufanya makafiri kuwafanyia waislamu. Yani uadui ambao unaofanywa na makundi yanayojinasibisha na Uislamu, fitna zinazofanywa na makundi yanayojinasibisha na Uislamu dhidi ya Uislamu, fitna hizo ni kubwa sana, madhara yao ni makubwa, na uharibifu wao wa dini ni mkubwa sana kuliko uharibifu ambao unaweza ukafanywa na maadui wa nje ambao ni makafiri. Hii inaonyesha hatari ya makundi haya yaliyopinda, makundi yaliyopotea, makundi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha katika maneno yake matukufu ya kwamba
manasara na mayahudi waligawanyika makundi 72 na umma wa Kiislamu utagawika makundi 73. كلها في النار. افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة. manasara na mayahudi wamegawanyika makundi 72. wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mayahudi na manasara waligawanyika makundi 72. umma wa Kiislamu utagawanyika makundi 73. makundi yote motoni isipokuwa moja, kwa maana makundi 72 motoni isipokuwa kundi moja. makundi yote haya 72 muntasibatun ila al-Islam, yote yanajinasibisha na Uislamu. Kila kundi linadai kuwa ni kundi la Kiislamu, na makundi haya mtume alayhi salam amebainisha kwamba yatatokea fi hadhihi al-umma. wasataftariqu ummati ala sahih ummatul ijaba, kwamba umma wangu tagawika. hapa mtume alayhi salam kama wanavyosema ahlul ilmi anakusudia ni ummatul islam, ummatul ijaba, ni umma wa Kiislamu, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. utagawika makundi 72 motoni isipokuwa moja peke yake, ndio kundi pekee litakalo kuwa limesalimika. mtume alayhi salam aliposema haya maneno, qalu, masahaba wakamuuliza, ewe mtume, ni kundi lipi hilo pekee ambalo litakalokuwa limesalimika na moto wa jahannam, ili tumuombe Allah atuthibitishe katika kundi hilo? katika lafdhi mtume alayhi salam akasema, hiya aljamaa, kundi hilo ni jamaa ya Waislamu, ni wale watakaobaki wameshikamana na jamaa ya Waislamu. na katika lafdhi nyingine akasema, hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, kundi hilo pekee litakalo salimika na moto wa jahannam ni wale ambao watakaobaki katika maisha yao wakishikamana na mafunzo nilionayo mimi hivi leo, mtume wenu na masahaba wangu. Waislamu watakaobaki wameshikamana na mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, hao ndiyo kundi pekee litakalo salimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa hiya alfirqatu najiyah, na hilo ndio kundi pekee lililookoka, lililosalimika dhidi ya moto wa jahannam ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa kwa ajili ya makundi hayo. Sasa kwa mujibu wa maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio maana maulama Allah tabarak wa ta'ala akawawezesha na akawafaradhishia kufanya rudud, kuelezea shari na hatari ya haya makundi 72 yaliyopotea, makundi ambayo yametoka katika njia ya sawa aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, na kutahadharisha waislamu dhidi ya makundi hayo, na kutaja sababu zilizowapelekea watu hao kupotea, na kutaja alama zao, na kwamba kundi fulani alama zao ni kadha wa kadha. Je, makundi hayo yote tayari yapo? Maulama wanasema makundi hayo yote yapo, makundi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyatahadharisha. Kwa maana muislamu ukishasikia hivyo, wajibu wako ni kumuomba Allah tabaraka wa taala kuwafikishe ubaki katika kundi pekee lililosalimika, na si jingine isipokuwa ni kubaki kushikamana
na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam bifahami salafi al-umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hii ndiyo njia pekee ya kusalimika, hakuna njia nyingine. Njia zote utakazozifuata isiyokuwa njia hii ni njia za dhalala, ni njia za upotevu zitakazo kupeleka mahala pabaya, wa na'udhu billahi min su'il hali. Kwa hivyo haya makundi ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema uharibifu wa haya makundi 72 yanayojinasibisha na Uislamu, uharibifu wao, kuiharibu dini ya Allah tabaraka wa taala, ni mkubwa mno kuliko uharibifu ambao unaweza ukafanywa na maadui wa nje, kwa maana makafiri. Kwa sababu hawa maadui wako ndani, wanajinasibisha na Uislamu, ndiyo maana madhara yao yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo kazi ya kuwafanyia rudud na kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya makundi hayo, dhidi ya watu waliopotea, ni jambo lililokuwa kubwa sana inda Allahi subhanahu wa ta'ala, na ni jihadi fi sabilillah. Haya maneno ameyasema Sheikhul Islam na ni marefu sana, tumekatisha katika Majmu'ul Fatawa juzuu ya 28 kuanzia ukurasa wa 231 na kuendelea. Waqala rahimahullah, kadhalika akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, farraddu ala ahli albid'ati, mwenye kuwarudi, mwenye kufanya kazi ya rudud dhidi ya watu wa bid'a, mujahidun, mtu huyo anakuwa ni mwenye kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mujahidun fi sabilillah. Hatta kana Yahya ibn Yahya yaqul, baka ikafikia hatua al-Imam Yahya ibn Yahya alikuwa akisema, adhabu ani sunnati afdalu min aljihadi, kutumia muda wako kuitetea sunna ni bora zaidi kuliko jihadi. Adhabu ani sunnati afdalu min aljihadi, kuitetea sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam dhidi ya watu wa batil ni jambo lililokuwa bora kuliko jihadi fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ameyasema katika Majmu'ul Fatawa, kadhalika juzuu ya 4 ukurasa wa 13 na kuendelea, na mengineyo katika kalam ahli alilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, yanayoelezea umuhimu na ulazima wa mashekhe na maduati na maulama kufanya rudud dhidi ya watu wa batil na kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya makundi yaliyopotea, kadhalika na watu wake, watu wa bid'a, na kubainisha madhara ya watu wa bid'a, kuwafanyia rudud ahlul bid'i wal ahwa'i. Ulazima wa jambo hili unaonekana na unapatikana katika baadhi ya mambo, kwa maana kuna baadhi ya nukta ambazo zinaashiria na kuonesha umuhimu wa kufanya rudud dhidi ya watu wa batil. Tutataja baadhi yake, baadhi ya hizi nukta na baadhi ya mambo ambayo yenye kuashiria umuhimu na ulazima wa kufanya rudud dhidi ya firaqi ad-dalla, dhidi ya makundi yaliyopotea na watu wa bid'a. Wametaja nukta nyingi sana ahlul ilmi, lakini baadhi ya nukta hizo, awalan, nukta ya kwanza katika mambo ambayo yanaashiria umuhimu wa kufanya rad dhidi ya watu wa batil, wa bil khusus kufanya raddi dhidi ya ash-shi'ati ar-rafidha, kufanya rudud
dhidi ya mashia ithna ashariya al-imamiyya na kutaja madhara yao, ulazima wa jambo hili, himayatu aqidati al-islamiyya. Jambo la kwanza ni kwamba kufanya kazi hiyo, himayatu aqidati al-islamiyya, ni kuihami itikadi ya Kiislamu. Dai wa Kiislamu, shekhe wa Kiislamu anaposimama kufanya raddi na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya mapote ya watu wa bid'a, dhidi ya makundi yaliyopotea na ahlul ahwa'i, jambo hilo ni jambo la lazima, na moja ya mambo yanayoashiria ulazima wa jambo hilo ni kwamba kufanya kazi hiyo ni kuihami aqida ya Kiislamu, kwa maana ni kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wadhālika bibayani manhaji alhaq, kwa kubainisha njia sahihi, kwa kubainisha manhaji ya haq, njia ya uongofu aliyotuachia mtume sallallahu alayhi wasallam, waraddi ala shubuhati al-aqdiyya, na kuzirudi shubha wanazozileta watu wa batil, kuzirudi shubha wanazozileta mashia, ashiatu rafidha almutaalliqati bilqurani, shubha zinazofungamana na Qur'ani, wanubuwati, kadhalika kuzirudi shubha wanazozileta mashia zinazofungamana na utume wa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, والتوحيد, kadhalika kuzirudi shubha wanazozileta mashia kuwatia shubha waislam dhidi ya tauhid, shubha ambazo zinataallaki na tauhid, wal imamati, kadhalika na shubha zinazofungamana na imama, masaili ya imama, wasahaba, kadhalika na kurudi shubha za mashia zinazofungamana na masahaba, walmutaati wattaqiyati wa ghairiha, kadhalika kurudi shubha wanazozileta mashia zinazofungamana na mutaa, kadhalika na taqiya na nyinginezo katika shubha ambazo wanazileta mashia na kuziingiza katika nyoyo za waislamu na kuwatia shubha waislamu katika baadhi ya masaili haya ambayo tumeyataja. Kwa hiyo kukaa na kufanya barnamij kutaja shubuhati na kuzifanyia rudud za watu wa batil, wa bilkhusus kutaja shubuhati za mashia, ashiatu rafidha, ambayo ndio kundi maalum leo hii tumeanza na dua hii ambayo itakuwa ni endelevu biidhnillah tabarak wa taala, kutaja madhara na fitna na shari za mashia dhidi ya Uislamu na Waislamu, kutaja shubuha zao zinazofungamana na Qur'ani, kwamba mashia wanaamini vipi Qur'ani hii, Qur'ani tulionayo, je, mashia wanaiamini kama tunavyoiamini sisi Waislamu au hawaiamini, na kuelezea itikadi zao na shubuha zao na kuziraji. Kadhalika kutaja shubuha zao zinazofungamana na utume wa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, je, mashia wanaamini utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama tunavyoamini sisi Waislamu au hawaamini? Haya yote natakiwa Waislamu wafahamishwe, na biidhnillahi alkarim haya yote yataelezwa katika nadawat alilmiya. Tutarajia hivyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kutaja nukta moja baada ya nyingine. Je, mashia wanamuamini mtume sallallahu alayhi wasallam na wanaamini utume wake? Kadhalika kutaja shubha zinazofungamana na tauhid. Je, mashia wanaamini tauhid, wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala
wanamwamini Allah imani ya kweli, wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake au vipi, na kutaja shubha ambazo zinafungamana na sehemu hizi na kuzifanyia rududi. Kadhalika kutaja shubha za mashia ambazo zinazofungamana na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kutaja na kuelezea, kuwafahamisha waislamu itikadi ya mashia dhidi ya masahaba. Je, mashia wanawazingatia vipi masahaba, wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao walioketi mbele ya mtume alayhi salam, waliochukua dini ya Uislamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mubasharatan mushafahatan? Wanawazingatia vipi watu hawa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum? Je, mashia wanawazingatia masahaba kama tunavyowazingatia sisi waislamu? Na kutaja shubuha zao ambazo wanazileta kwa waislamu na kuwahadaa waislamu, na kwa sababu waislamu wengi hawataki kukaa chini na kusikiliza na kusoma, wanajikuta wanachukuliwa na hizi shubha, zinawameza, wanaingia katika ushia. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Kadhalika kutaja shubha na kuelezea waislamu masala yanayofungamana na mut'a, masala yanayofungamana na mut'a, ndoa ya mut'a, ndoa ambayo mwanzoni ilihalalishwa kisha baadaye ikaharamishwa tayari. Lakini mashia wanaichukuliaje ndoa hii ya mut'a? Wanaichukuliaje ndoa hii ya mut'a? Mpaka hivi leo wanaendelea kufanya mut'a na wanaihalalisha, na wana shubha nyingi katika mut'a. Sasa natakiwa waislamu kufahamishwa na kufundishwa nukta moja baada ya nyingine, kwa kutaja shubha zao dhidi ya nukta hii ya mut'a. Kadhalika kutaja shubha zao dhidi ya liwati, dhidi ya kitendo cha liwati, jambo ambalo mashia wanahalalisha liwati. Maulama wanaita kuwa al-lutiyatu as-sughra, wanaita al-lutiyatu as-sughra. Ni matendo ya kaumu Lut, kitendo cha kaumu Lut kilichokuwa kidogo, wanasema al-lutiyatu as-sughra. Kuna al-lutiyatu al-kubra na al-lutiyatu as-sughra. Lutiyatu as-sughra yani ni ushoga uliokuwa mdogo, kwa maana kumuingilia, yani mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Mashia wanahalalisha jambo hilo, kwamba mwanamume anaruhusiwa kumuingilia mke wake kinyume na maumbile, na wanashubha katika hili. Wao wanataja kwamba ni dalili na maregewa katika jambo hili. Sasa hizi zote ni shubha. Waislamu natakiwa wafahamishwe, na waislamu wajulishwe kwamba jambo hili ni haramu. Ushoga ni haramu, sawa sawa ni ushoga mkubwa au mdogo. Ushoga mkubwa ni mwanamume kumuingilia mwanamume mwenzake. Hii ndio al-lutiyatul kubra, ndio kitendo alichokuwa akifanya kaumu Lut, kuwaingilia wanaume, kuwaingilia wanaume wenzao. Ama mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile, hii pia ni ushoga, maulama wanasema. Sasa mashia wanajuzisha na kuhalalisha jambo hili la ushoga, na biidhnillahi alkarim nukta hizi zote zitakuja elezwa katika nadwa za kielimu. Na ndio maana nikasema nadwa, mtakapokuwa mnatangaziwa kwamba iko sehemu fulani nadwa leo itakuwa Buza masjidi fulani, nendeni huko, mtapata faida biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao mtapata wasa. Na wewe ambaye hutopata wasa kuhudhuria, basi fuatilia kaseti zinazoendeshwa katika hizi nadwa, utapata faida nyingi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu haya tunayoelezea tunaeleza kwa jumla jamala, insha Allah yatakuja kuelezwa bitafsil, kwa kufafanuliwa zaidi. Sasa utakuja kujua mashia wanaitakidi vipi kwa mapana na marefu juu ya Qur'ani, dhidi ya masahaba, kadhalika na katika mut'a, kadhalika na ushoga. Je, mashia wanaharamisha ushoga
au wanahalalisha, tutakuja jua insha Allah taala, na mengineyo katika shubha wanazozileta mashia na kuwatatiza waislamu. Haya yote huwezi kuyajua muislamu mpaka ukae chini usome na usikilize. Kwa hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo yanaonesha ahamiyatu wa daruratu arrudud ala rafidha, umuhimu na ulazima wa kuwafanyia raddi watu wa bid'ah, wa bil khusus mashia ithna sharia al-imamiyya. Ni kwamba kufanya raddi dhidi ya watu hawa ni kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, jambo la pili, ad-difa'u an thawabit al-islam, ni kwamba kufanya rududi dhidi ya watu wa batil, wa bil khusus kufanya rududi dhidi ya mashia al-imamiyya ithna sharia, kufanya raddi dhidi ya watu hawa ni kuihami na kuitetea misingi ya Uislamu, ni kuihami na kuitetea misingi madhubuti ya Uislamu. مثل الذب عن الصحابة, mfano uliokuwa mwepesi kuwahami na kuwatetea masahaba. الذب عن الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين, jambo la kuwahami na kuwatetea masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ummahati almu'minin, kuwahami wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni mama zetu, kuwahami watu hawa masahaba hawa wa mtume sallallahu alayhi wasallam ضد الطعونات والتكفير والسب والشتم, kuwahami watu hawa dhidi ya takfiri na tuunati, dhidi ya matusi na takfiri wanazozifanya mashia wanavyowakufurisha masahaba na kuwatukana masahaba na kuwasema vibaya masahaba na kuwashutumu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum dhulman wa udwana. Kufanya jambo hili, kuwahami masahaba na kuwatetea masahaba dhidi ya matusi na takfiri wanayoifanya mashia, kuwakufurisha masahaba na kuwalani masahaba na kuwasema vibaya masahaba. Muislamu anaposimama imara kuwatetea masahaba, jambo hili ni katika kuhifadhi na kuhami misingi ya Uislamu. Limadha? Ni kwa nini kuwahami masahaba ni katika kuhami Uislamu? Fasahabatu hum naqalatul wahi, kwa sababu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wao ndio walionukuu wahi, ndio waliochukua wahi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hamalatu din, na masahaba ndio walioichukua dini ya Uislamu kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Masahaba ambao ni wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ndio hamalatu din wa naqalatul wahi, hawa ndio ambao wamepokea wahi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salam ashushiwa wahi na Allah tabaraka wa taala kupitia Jibril alayhi salam, na mtume alayhi salam awafundisha masahaba kwa kinywa chake. Watu hawa wakaichukua dini ya Uislamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ndio walioibeba dini ya Uislamu. Fadhabu anhum, kwa hivyo kuwatetea na kuwahami watu hawa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum dhidi ya watu wanaowasema vibaya na kuwatukana na kuwakufurisha, ambao ni mashia na wengineo wenye kupita mapito yao
kama makhawarij kufanya jambo hili. Hifdhu din ni kuihifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala. Hifdhu dini wa himayatuhu ni kuihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuihami dini ya Allah jalla wa ala. Liannahum alladhina naqalu lana alqur'ana was-sunnata, kwa sababu hawa masahaba ndio ambao wametunukulia sisi Qur'ani, wametufundisha sisi Qur'ani kadhalika na sunna kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ndio waliotunukulia Qur'ani na sunna kutoka kwa mtume alayhi salam. Fadifa'u anhum wajibun shar'iyyun, kwa hivyo kuwahami masahaba na kuwatetea masahaba dhidi ya watu wanaowasema vibaya ni jambo la wajibu, ni wajibu wa kisheria. Wat'anu fihim, na kuwasema vibaya masahaba, watakfiruhum, na kuwakufurisha watu hawa masahaba, washatm, kadhalika na kuwatukana na kuwashutumu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum dhulman wa udwana, kwa dhulma na uadui. Muharramun, jambo hilo ni jambo la haramu. Kuwasema vibaya masahaba, kuwakufurisha masahaba ni jambo la haramu, na kuwatetea masahaba ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu. Liannahu ta'anun fi din, kwa sababu kuwasema vibaya masahaba ni kuisema vibaya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kuwatukana masahaba ni kuitusi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwakosoa masahaba ni kuikosoa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kuwakosoa masahaba kwa kusema kwamba masahaba wote si waadilifu, mathalan kwamba masahaba wote si waadilifu, au kusema kwamba masahaba wote walikufuru isipokuwa wachache, au kusema ya kwamba masahaba wote walikuwa ni wanafiki isipokuwa wachache, na mfano wa maneno kama haya, hii ni kuitia dosari dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Kwa sababu watu hawa ndio waliochukua dini ya Uislamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ikatufikia sisi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah tabarak wa taala anaeleza katika surati al-Hashr hali ya watu watakaokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, akielezea watu wema, waja wema watakuwa na hali gani watakaokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na wale waliokuja baada yao, kwa maana baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, yaqulun, wanakuwa ni wenye kusema. Hizi ndio sifa za waumini wa kweli. Allah yuwataja katika sifa za waumini wa kweli waliokuja baada ya masahaba, ni wenye kujipamba na sifa hii. Hebu sikiliza, anasema Allah, na wale waliokuja baada yao, kwa maana baada ya masahaba, yaquluna, wakawa ni wenye kusema, rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu twakuomba utusamehe makosa yetu, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na uwasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika iman. Ndugu zetu waliotutangulia katika imani ni watu gani? Wanaoingia mwanzoni kabisa katika aya hii, as-sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum. Hawa ndio waumini wa mwanzo wanaoingia katika sehemu hii, kisha wanafuatia wengine. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, twakuomba Mola wetu usijalie katika nyoyo zetu ghillan, mifundo na chuki dhidi
ya ndugu zetu waumini as-sahaba. Rabbana innaka raufur rahim, e Mola wetu mlezi tuitikie maombi yetu, kwa hakika wewe ni mpole kwa waja wako, mwingi wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha katika aya hii miongoni mwa sifa za waumini waliokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni wale wenye kuwaombea dua as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wenye kuwataja kwa wema masahaba na wenye kumuomba Allah tabaraka wa taala asijalie katika nyoyo zao chuki na mifundo dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hiyo ni moja katika ayati, lakini aya ziko nyingi na muda si rafiki. Katika aya ambazo zinaelezea sifa za waumini wa kweli waliokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kadhalika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la tasubbu ashabi, kuwa Mtume alayhi salam amesema msiwatukane masahaba wangu, msiwaseme vibaya masahaba wangu. Fawalladhi nafsi biyadihi, na apa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuapa, fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, ambaye ni nani? Allah tabaraka wa taala. Na apa kwa jina la Allah, lau anfaqa ahadukum, lau mmoja wenu akatoa mithla uhudin dhahaba, mfano wa uhdi dhahabu, mfano wa uhdi dhahabu tupu, akatoa sadaqatan au zakatan lillahi tabaraka wa taala, lau mmoja wenu atatoa mithili ya mlima wa Uhdi, dhahabu tupu, akatoa sadaka lillahi tabaraka wa taala, ma balagha, mtu huyo hatofikia kiwango, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hatofikia kiwango cha kibaba alichokitoa sahaba mmoja, wala nasifahu, wala nusu ya kibaba. Kwa maana katika waislamu waliokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, hadithi hii inaelezea miongoni mwa fadhila za masahaba na inabainisha daraja ya masahaba, kwamba ni watu wenye daraja ya juu, huwezi kulinganisha na daraja zetu abadan. Kuonesha kwamba wametupita kidaraja ni hadithi hii. Mtume alayhi salam anabainisha kwamba sisi tuliokuja baada yao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, lau mmoja wetu akatoa sadaka au zaka, tajiri mkubwa anamiliki mathalan mlima wa Uhdi, yani tujalie mlima Kilimanjaro hapa kwetu, tayari huu mlima Kilimanjaro, pamoja na kwamba haulingani na mlima wa Uhdi. Mlima wa Uhdi ni mkubwa zaidi kuliko mlima wa Kilimanjaro. Sasa lao mtu akatoa mlima wa Uhdi dhahabu tupu, dhahabu ni ghali sana kuliko fedha, na ndio maana Mtume akataja dhahabu, hakutaja fedha. Tayari akatoa mlima wa Uhdi dhahabu tupu, sadaka au zaka, akitaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Mtu huyo pamoja na ukubwa wa sadaka au zaka atakaokuwa ameitoa, ma balagha mudda ahadihim, hatofikia kibaba alichokitoa sahaba mmoja. Kibaba mnakijua? Mud ni hii hapa, hii ndio mud. Wanasema mudi ni viganja viwili vya mwanamume ambaye ni wasat, mutawassit, kama hivi mimi ambaye si mrefu sana na sio mfupi sana, saizi ya kati. Sasa
hii ndio mudi. Atakayetoa mlima wa Uhud dhahabu aliyekuja baada ya masahaba, yani mtu ambaye si sahaba, akatoa sadaka iliyokuwa kubwa sawa na mlima wa Uhud dhahabu tupu, hatofikia kibaba hiki alichokitoa sahaba. Hiki ndio kibaba. Mudda ahadihim wala nasifahu, wala nusu ya kibaba. Nusu ya kibaba ni ipi? Hii hapa. Sahaba kile alichokitoa hiki, kama alitoa mchele, alitoa unga kumpa jirani yake, hiki alichokitoa sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, thawabu na ujira alioupata kwa Allah ni mkubwa. Wewe uliokuja baada yake, mahma utakapofanya kheri kiasi gani, hautaweza kulingana na hiki kibaba alichokitoa. Umefahamu nini Muislamu katika hadithi hii? Unaweza kujiweka sawa na hawa watu? Abadan. Huwezi kujiweka sawa na hawa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, isipokuwa mtu ambaye ni majnun, mtu ambaye akili yake kidogo imecheza, ndio anaweza kusema mimi na Abubakar sawaan, kama mimi na Abubakar ni Siddiq ni sawa tu. Huwa rajulun wa ana rajulun, yeye ni mwanamume na mimi pia mwanamume. Hawezi kusema maneno haya isipokuwa mtu ambaye ni mwenda wazimu. Hadithi hii ameitoa Imam Abu Dawuda wal lafdhu lahu, na hii lafdhi tuliyoisoma ni lafdhi ya Imam ameitoa Abu Dawud katika sunani yake, kadhalika ameitoa Imam al-Bukhari na Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, kadhalika na maneno yake mtume alayhi salam aliposema ayatul imani hubbul ansari, alama ya imani ya kweli. Ayatul iman ay ayatu kamalil iman, alama, yani miongoni mwa alama za ukamilifu wa imani ya Muislamu. Hubbul ansari, ni kuwapenda masahaba. Al-ansar ni kuwapenda ansari, kwa maana ni kuwapenda masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ayatun nifaqi, na alama, kwa maana na miongoni mwa alama za unafiq, bughdul ansari, ni kuwachukia ansari, kwa maana ni kuwachukia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ukimuona mtu anawapenda masahaba, fa'lam annahu min kamali al-iman, fahamu ya kwamba mtu huyo ni mu'min, tena kitendo anachokifanya ni katika mukammilati al-iman. Na ukimuona mtu anawachukia masahaba, anapotajwa sahaba, akitajwa Abubakar ni Siddiq asema la'natullahi alayhi, akitajwa Umar al-Faruq la'natullahi alayhi, akitajwa Aisha la'natullahi alayhi, akitajwa Abu Huraira la'natullahi alayhi, akitajwa Muawiya la'natullahi alayhi, akitajwa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha, fa'lam annahu munafiqun, fahamu ya kwamba huyo ni munafiq, qatalahu Allah anna yufak. Fahamu ya kwamba mtu huyo ni munafiq, hana ukweli katika Uislamu anaoudai. Ambao ni watu gani hao? Ashiatu rafidha, mashia ndio wenye itikadi hizi. Wanapotajwa masahaba hawa niliowataja na wengineo, utasikia la'natullahi alayhi. Mtaje Abubakar as-Siddiq mbele ya shiatu rafidha, ambaye ni mshia kabisa, ameushiba ushia, anaufahamu ushia. Achana na shia goro ambaye ameingia kwenye ushia kwa sababu ya matumbo tu, anafuata pesa tu. Anaweza ukimtaja Abubakar as-Siddiq akasema radhiyallahu ta'ala anhu taqiyatan, kwa sababu ya nifaq, na kwa sababu anakutaka wewe akuchote, akulete, akuingiza katika ushia. Unaweza ukamtaja Abubakar as-Siddiq akasema radhiyallahu ta'ala anhu, ili akuchukue wewe uingie katika ushia kama alivyoingia yeye, lakini uhalisia hawezi. Na katika dakhili ya imani yake anasema radhiyallahu anhu, wakati huo anasema la'natullahi alayhi. Huyo ni mshia ambaye anatetea ugali, anatetea ugali. Ama mshia ambaye anaonesha ushia wake na anadhihirisha ukafiri wake, akitajwa Abubakar ni Siddiq anasema la'natullahi alayhi. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba alama ya ukamilifu wa iman ni kuwapenda masahaba, na alama ya unafiq ni kuwachukia masahaba radhiyallahu ta'ala
عنهم وهذا الحديث متفق عليه. كذلك نقول يا متوم صلى الله عليه وسلم aliposema la yuhibbuhum illa mu'minun, masahaba hawa hawapendi isipokuwa mu'min. Hakuna atakayewapenda na kuwasema vizuri masahaba isipokuwa mu'min. Wala yubghidhuhum illa munafiqun, na hata wachukia isipokuwa munafiq. Ukimuona mtu anawachukia masahaba na kuwasema vibaya, fahamu ya kwamba mtu huyo ni munafiq, na haifai muislamu kumfanya kuwa ni sahiba wako wa kusuhubiana naye. Man ahabbahum ahabbahu Allah, basi yoyote atakayewapenda masahaba wangu Allah tabaraka wa taala atampenda. Wa man abghadahum, na yoyote atakayewachukia na kuwasema vibaya masahaba wangu abghadahu Allah, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamchukia na kumtoa katika rehema zake. Ni watu gani wanaowatukana na kuwachukia masahaba? Ash-Shi'atu ar-Rafidha. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim min hadithi al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Fawajibuna nahwa as-sahaba, kwa hivyo wajibu wetu kwa masahaba, yani wajibu wetu wa Islam kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni upi wajibu wetu sisi wa Islam kwa masahaba? Hubbuhum, wajibu wetu wa Islam kwa masahaba hubbuhum. Jambo la kwanza kuwapenda masahaba, yatakikana waislamu tuwapende masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wattaradhi anhum waddu'a lahum, na kuwatakia radhi kwa Allah tabarak wa taala na kuombea dua kwa Allah jalla fi ula. Wanapotajwa masahaba tuwatakie radhi kwa kusema radhiyallahu ta'ala anhum, kuwasema vizuri masahaba na kuwapenda masahaba na kuwatakia radhi na kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusratuhum, na kuwanusuru masahaba amman dhalamahum, dhidi ya watu wenye kuwadhulumu masahaba. Kadhalika katika wajibu wetu sisi waislamu nusratuhum, ni kuwanusuru masahaba amman dhalamahum, dhidi ya wenye kuwadhulumu min ar-rafidhati wa ghairihim, kama vile mashia ithna ashariya na wengineo, kama vile makhawarij na wenye kupita mapito hayo yaliyokuwa machafu ya kuwatukana masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wa dhikru mahasinihim. Kadhalika katika wajibu wetu ni kutaja yale mazuri yao na kutaja mazuri yao, wal kaffu amma shajara bainahum, na kujiziwia kutokuelezea yale mapungufu yaliyojitokeza baina yao. Hakuna haja ya kueleza yale mapungufu yaliyojitokeza baina ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Hum basharun, ni wanadamu wenye kupatia na kukosea. Wajibu wetu ni kutaja yaliyokuwa mazuri walioyapatia, na hakuna haja ya kuelezea yale mabaya yaliyojitokeza kwa wao, kwa sababu ni watu ambao tayari Allah shafanyaje, radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Wewe una haja gani kwanza kuelezea ma akhtau, yale waliokosea? Isipokuwa ni nifaq. Hakuna mwenye kufanya haya isipokuwa ni mtu mwenye sifa ya unafiq, wa na'udhu billahi min dhalika. Idhan huu ndio wajibu wetu waislamu kwa masahaba. Waislamu wanatakiwa kuzingatia haya, kwamba wajibu wako wewe kama muislamu kwa masahaba ni upi. Unatakiwa kuzingatia haya ambayo tumeyataja: kuwapenda masahaba, kuwasema vizuri masahaba, kuwaombea, kuwatakia radhi na kuombea dua na kuwanusuru. Ukisikia sahaba na tukanwa, muislamu usikubali, usiridhie. Abu Bakar ni Siddiq anatajwa laanatullahi alayhi, usikubali muislamu kukaa na mtu kama huyu katika meza moja abadan, hata kama unaamiliana naye katika baadhi ya mambo. Ikifikia hatua hii, usikae pamoja naye mtu huyu, kwa sababu aduun lillah, mtu huyu ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anaipiga vita dini ya Allah jalla wa ala na kuitia dosari dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwasema vibaya watu hawa walioibeba dini ya Allah mpaka ikatufikia sisi. Mmeelewa Waislamu? Tayeb,
hilo lilikuwa ni jambo la pili katika mambo yanayoashiria umuhimu na ulazima wa kufanya rudud dhidi ya watu wa bid'ah, watu wa batil, wa bil khusus kufanya raddi dhidi ya mashia ar-rafidha. Na hapa mashia dhidi ya masahaba hadithi wala haraj, yani maelezo ni mengi sana, na biidhnillah nadwa zitakazoendelea hapa tutaelezea kwa mapana na marefu itikadi ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ili waislamu ambao saa zingine au wengi katika waislamu msiofahamu madhara ya mashia na hatari yao dhidi ya Uislamu na waislamu mpate kufahamu. Tunaposema kwamba mashia ni watu wabaya na kwamba ushia ni dini ya Uyahudi, ushia ni dini ya Uyahudi, na hili pia litakujaelezwa katika nadwa kwamba asili ya ushia ni wapi, na kwamba ushia asili yake ni Uyahudi, ni dini ya Uyahudi. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini waislamu wengi hamfahamu kwa sababu hamko tayari kukaa mkasoma. Sasa tutakuja bainisha biidhnillah tabaraka wa taala mambo ambayo yanaashiria na kuonesha ubaya na ukafiri wa mashia na upotevu wao. طيب, jambo la tatu, at-tahdhiru min al-bid'i wad-dalalat. Jambo la tatu katika mambo ambayo yanaashiria umuhimu na ulazima wa kufanya rududi dhidi ya watu wa bid'a ni kwamba kufanya raddi dhidi ya ahlul batili, dhidi ya makundi yaliyopotea. Kufanya kazi hiyo, at-tahdhiru min al-bid'i wad-dalalat, ni kuwatahadharisha waislamu kutokamana na bid'a na dalalati, kutokamana na uzushi na upotevu. wa huwa min al-umuri al-muhimma allati yanbaghi al-i'tina'u biha, na jambo hili la kuwatahadharisha waislamu dhidi ya bid'a wal khurafat wad-dalalat, kuwatahadharisha waislamu na mambo ya uzushi na upotevu ni jambo la lazima, jambo lenye umuhimu ambaye inatakiwa waislamu wa bil khusus duatu as-salafiyya, maduati wa da'wa hii da'wa salafiyya, inatakiwa kusimama imara na kutilia manani jambo hili la kuwatahadharisha waislamu dhidi ya bid'a na watu wa bid'a na upotevu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-an'am 55 aya, kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Na hivyo ndivyo tunavyozibainisha aya ili iweze kubainika njia ya watu waovu. Allah tabarak wa taala anazibainisha aya na kuziweka wazi aya na kuzifafanua aya ili njia ya watu waovu iweze kubainika, watu waovu waweze kujulikana, waumini wapate kuwafahamu kwamba watu wa batil ni watu fulani na alama zao ni kadha, kama tunavyotaja katika watu wa batil tunaowaelezea leo ni ash-shi'atu rafidha, na katika alama zao ni kuwasema vibaya masahaba, kuwatukana masahaba na kuamini kwamba Qur'ani tulionayo hii haijakamilika, ina mapungufu yaliyokuwa makubwa sana, bali hii Qur'ani tulionayo ni sehemu ndogo ya Qur'ani aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, haifiki hata nusu, haifiki hata nusu aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote haya na riwaya hizi tutakuja kuzisoma ambazo ni riwaya zimo katika vitabu vya mashia tegemezi, zitakuja tajwa hizi insha Allah ta'ala katika mihadhara itakayoendelea. Warafidha akhfaru alfiraq almuntasiba lilislam, na mashia ni kundi hatari sana katika makundi yenye kujinasibisha na Uislamu, ala almuslimin, dhidi ya waislamu. Kundi la ushia ni kundi hatari sana, ni kundi hatari kuliko makundi yote yanayojinasibisha na Uislamu.
kwa sababu vitimbi vyao ni vikubwa, na katika vitimbi vyao yaktuluna almuslimin wa yatrukuna alkuffar, wanawaua waislamu na kuacha makafiri. Hizi ni katika shairi zao, katika shairi za ashiatu rafidha ni kuwaua waislamu na kuacha makafiri na mengineyo ambayo yatakuja elezwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. فكانت الحاجة ماسة لتبصير المسلمين بعقيدتهم الخبيثة. kwa hiyo haja ya kubainisha itikadi chafu za mashia imekuwa ni jambo la lazima. Jambo hili limekuwa na haja kubwa kuwabainishia waislamu itikadi za mashia zilizokuwa chafu, wa bayani khatarihim, na kubainisha madhara yao na hatari yao ala al-ummati al-islamiyya, dhidi ya umma wa Kiislamu, lihimayati awami al-muslimin. Tunafanya hivyo kwa lengo la kuwahami awamu al-muslimin, waislamu wa kawaida, min al-inkhidai, ili wasihadaike. Kufanya rududi na kubainisha madhara ya mashia, kuwabainishia waislamu, kuweka vikao kama hivi, kwa sababu saa zingine vikao kama hivi kuna baadhi ya waislamu kwa vile ambavyo hawajitambui unakuta wanachukia hizi majalis, kwamba kwa nini hawajaweka darasa kufundisha kitabu tahara, kitabu sala. Mambo mengi waislamu wanatakiwa wasomeshwe. Waislamu tupo katika hali ngumu leo, watu wanakaa na kuanza kufanyiana rududi. Kuna baadhi ya waislamu kwa vile ambavyo hawajitambui unajikuta wanachukia jambo la kufanya rududi. Tayari anachukia kabisa, tena mwingine ananyanyuka anaondoka. Kumbe anakosa kufahamu kwamba jambo hili la kuketi, kuweka mihadhara, durus, khutba, kuelezea na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya madhara ya makundi haya yaliyopotea, dhidi ya mashia, kwamba jambo hili ni kuwahami waislamu wa kawaida ili wasije wakahadaika na wao wakapotea, wakajikuta wanaingia katika mkumbo wa shubha za mashia na kuingia katika dini ya ushia. Wa na'udhu billahi min dhalika. Waislamu wasipotahadharishwa wataingia katika ushia. Ni wangapi katika waislamu wameingia katika ushia kwa sababu za kuhadaika, kwa sababu za kuhadaika na shubha na taqiya wanazozifanya mashia. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo lina umuhimu sana katika maisha yetu waislamu, wa hadha afdal min aljihadi, na jambo hili ni jambo liliokuwa bora kuliko jihadi fi sabilillah, kama tulivyoona mwanzo huko, kama alivyosema Yahya ibn Yahya rahimahullahu ta'ala, adhabu ani sunnati afdal min aljihadi. Kuihami na kuitetea sunna ni jambo liliokuwa bora kuliko jihadi fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 4 na la mwisho kwa leo insha Allah ta'ala, tutaishia nukta hizi 4 katika mambo yanayoashiria na kuonesha umuhimu wa kufanya rududi dhidi ya watu wa batil na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya shari za makundi yaliyopotea. Anna adama ar-raddi ala al-firaqi ad-dallati wa ibtali afkarihim al-mukhalifati lil-haqqi فيه إفساح المجال لها أن تفعل كل ما تريد دون أن تجد من يتصدى له بالنقد. نقوم عدم الردود أو عدم الرد على الفرق الضالة، kutokuwafanyia raddi makundi yaliyopotea, kutokuwafanyia raddi watu wa batil na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya shari zao, wa ibtali afkariha, na kubatilisha fikra zao zenye kukhalifiana na Uislamu. Kutokufanya raddi fihi ifsahul majali laha. Jambo hili ni kuyapa haya makundi nafasi, ni kuyapa nafasi makundi haya antafa'ala kulla ma turid, yafanye kila wanachokitaka.
pasina kupatikana mtu yoyote anayesimama na kuwakosoa. Kwa kitendo cha Waislamu kusema kwamba hakuna haja ya kusemana, watu tuungane tuwe kitu kimoja, hapana bwana, hatuwezi kuungana tukawa kitu kimoja sisi Waislamu na Mashia, abadan. Hatuwezi kuungana tukawa kitu kimoja. Tutaungana vipi sisi Waislamu? Tunaamini kwamba Qur'ani tulionayo hii tunayoisoma hii katika madarisi zetu kwamba ni Qur'ani iliyokamilika na ndiyo ile aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaamini sisi Waislamu kwamba masahaba kulluhum udulun, wote ni waadilifu na Allah amewaridhia radhiyallahu ta'ala anhum. Tunaamini hivi na tunawasema vizuri na kuwaombea dua na kuwatakia radhi. Tutakuwa pamoja vipi na watu ambao wanaamini kwamba Qur'ani hii ina mapungufu, haijakamilika, na waliofanya mchezo wa kuiharibu na kuipunguza Qur'ani na kuibadilisha Qur'ani ni masahaba? Mwenye kuamini hivyo na mwenye kuwatukana masahaba na kuwakufurisha, tutakaa pamoja vipi na mtu huyo? Tutaungana vipi? Yani jamaa gani hiyo? Umoja gani huo? Kwa hivyo kuacha kuwafanyia raji watu wa batil, wabil khusus kuacha kuwataja Mashia na kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya shari zao na vitimbi vyao dhidi ya Uislamu, jambo hili kuna kuwapa nafasi Mashia waweze kutamba, kuna kuwapa nafasi Mashia waweze kutamba na kueneza ushia katika ardhi hii na kueneza fikra za ushia, fikra za Kiyahudi katika ardhi hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wamenyamaza kimya, hakuna wenye kufanya rudud na kutaja madhara ya Mashia. Kwa hivyo ikawa jambo hili la kufanya raddi ni jambo la lazima, ni jambo la lazima na ni jihadi fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala. Farraddu ala rafidha, hivyo kuwaradi wa marafidha Mashia Ithna Ashariya la siyama, hasa fi hadha almawsim, katika msimu huu ambao uko mbele yetu, msimu wa mwezi wa Muharram, wa bayanu kadhbihim fi tarikh, na kubainisha uongo wao katika historia. Jambo hili ni jambo la lazima na ni jambo lililokuwa bora na ni jihadi fi sabilillah. Na maduati ambao wameazimia kufanya nadawat na arrudud ala rafidha katika mwezi huu wa Muharram, wafahamu ya kwamba mujahiduna fi sabilillah wako katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bialsinatihim, kwa ndimi zao. Wamche Allah tabaraka wa ta'ala katika hilo na wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada hiyo ili kupata saada fi dunya wal akhirah, na kubainisha aqida zao, aqida za Mashia fil badai lillahi tabaraka wa ta'ala, kuwabainishia Waislamu itikadi ya Mashia dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya badaa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya mambo anayafahamu hali ya kuwa alikuwa hayajui. Wa hadha kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Mashia wanaamini hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya mambo yanamtokea anayafahamu, lakini mwanzo alikuwa hayafahamu. Hadha kufur billah. Haya yote atakuja bainishwa katika nadwa. Wa aqidatihim fil Qur'an al-Karim, kadhalika kubainisha itikadi ya Mashia katika Qur'ani tukufu. Fahum ya'taqiduna anna al-Qur'an al-mawjuda al-yawma muharrafun wa mubaddalun, kama tulivyoeleza kwamba wanaitakidi kuwa Qur'ani hii imepotoshwa na imebadilishwa, na walioibadilisha na kuipotosha Qur'ani ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Hii ndio itikadi ya Mashia kwa ufupi kuhusiana na Qur'ani, na haya yote kwa mapana na marefu atakujaelezwa
katika nadwa zitakazoendelea. Kadhalika kutaja itikadi ya mashia fil imama, katika uimamu. Wanaamini kwamba al-imama rukunun min arkani din, kwamba uimamu ni nguzo katika nguzo za dini. Wa aslun min usuli din, wanaamini kwamba imama rukun min arkani al-islam wa aslun min usuli din, na ni msingi miongoni mwa misingi ya Uislamu, miongoni mwa misingi ya dini kuamini uimamu, na kwamba imamu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali ibn Abi Talib, na wale wote waliongoza kabla ya Ali ibn Abi Talib, Abu Bakar, Umar, Uthman, kuffarun, hao wote ni makafiri na ni madhalim. Dhalamu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, walimdhulumu nani? Ali ibn Abi Talib. Haya ndio madai na ni itikadi ya mashia wanaisomesha katika mahauzati yao hapa na kwingineko. Wa na'udhu billahi min sharrihim. Kwa haya yote kubainisha itikadi ya mashia kwa uimamu, itikadi ya mashia katika uimamu yatakuja elezwa insha Allah. Kadhalika kubainisha aqida ya mashia dhidi ya masahaba, na kwamba mawqifu yao, mawqifu ya ash-shi'atu ar-rafidha dhidi ya masahaba ni mawqifu al-adawati wal-baghdha'i wal-hiqdi was-sabbi wash-shatmi wat-ta'ni wat-takfir. Itikadi yao ni itikadi ya uadui dhidi ya masahaba na chuki na mifundo na kuwasema vibaya na matusi, kuwatukana masahaba na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Hii ni itikadi ya mashia kwa ufupi, lakini haya yote yatakuja elezwa biidhnillahi alkarim katika mwendelezo wa nadwa zetu insha Allah ta'ala. Kadhalika kubainisha aqidatihim fi taqiyya, kubainisha itikadi ya mashia katika kitu kinachoitwa taqiyya. Fahum yadinuna bitaqiyya, mashia waislamu lazima mjue kwamba mashia wanajinasibisha na Uislamu taqiyatan ay nifaqan, kwa unafiq. Mashia wanajinasibisha na Uislamu kwa unafiq, lakini asili ya ushia ni uyahudi, na mwanzilishi wa ushia ni Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, myahudi huyu. Kwa chanzo cha ushia ni uyahudi, wanajinasibisha na Uislamu taqiyatan, kwa taqiyya ay nifaqan, kwa unafiq, kwa sababu wanataka wahakikishe watu wote wanakuwa mashia. Hizi ni katika sera zao. Maimamu wao, baadhi ya mashekhi zao mashia, katika kueleza sera zao na mipango kazi yao ya miaka ya mbele huko, sasa wanakuwa na mipango mikakati ya miaka 100, 200, kwamba baada ya miaka kadha watu wote wawe mashia. Hizi ni katika mbinu wanazozifanya. Sasa wataweza vipi? Watawapataje watu wanaoingia katika Uislamu? Makafiri? La, waislamu hawa. Sasa watawachota vipi waislamu kuwaingiza katika ushia? Taqiyatan, lazima na wao wajifanye kuwa ni waislamu. Pamoja na kwamba mtaona mkiamiliana nao, mtaona kwamba kuna baadhi ya mambo mnatofautiana nao. Yani hata muislamu wa kawaida akiangalia hili jambo halipo kabisa katika Uislamu. Baadhi ya mambo wanayafanya mashia, hata waislamu wa kawaida ambao hawajaenda shule anakataa kabisa, anasema hili halipo katika Uislamu. Na hii ni moja katika sababu zinazowapelekea baadhi ya waislamu kutoa kubali mashia na kuwajalisi na kusuhubiana nao na kuamini kwamba hawa watu fihi nadhar, wana shida. Kwa wanajinasibisha na Uislamu kwa sababu ya unafiki, kinafiki tu. Fayakhda'una almuslimina, wanawahadaa waislamu na kuwadanganya waislamu bima yudhhiruna lahum min almuwafaqati walmahabba, wanawahadaa waislamu kwa vile ambavyo wanawadhihirishia waislamu, kwa zile hali ambazo wanawadhihirishia waislamu kama ni waislamu wanaswali nao, wana misikiti wanaswali na wanawakaribisha waislamu wakaswali misikiti yao. Kadhalika walmunasara,
na kwamba wanawapenda waislamu. Ukiwasikiliza mashia wakiwa wanajikosha katika baadhi ya mikusanyiko ya na hafla, ima hafla wanazozifanya, hafla za maulidi na mfano wake, utasikia wanajikosha kwamba sisi tuko kitu kimoja na waislamu, sisi na nyinyi ni kitu kimoja, sote ni waislamu, sisi tunawapenda nyinyi waislamu. Huku ni kujikosha, na wanataka wakuchoteni nyinyi waislamu msiojitambua ili muingie katika ushia, na kudai kwamba wao ndio wenye kuwanusuru na kuwapenda waislamu. Wa ghairiha min wasailihim liidlali almuslimin, na njia zingine ambazo wanazitumia katika kuwapoteza waislamu. Wala yusarrihuna biaqidatihim alhaqiqiyya, na wala hawaweki wazi. Hiyo nukta ya msingi, mashia hawaweki wazi itikadi yao, yani itikadi zao halisi. Hawaweki wazi uhalisia wa dini yao, wanaficha, kwa sababu wakikuwekea wazi wewe Muislamu uhalisia wa dini yao, leo hii utatoka moja kwa moja katika hauza yao. Kama ni mwanafunzi uko katika hauza yao, wakikufundisha kwamba Qur'ani hii tulionayo ina mapungufu, kama ni mwanafunzi unajitambua, siku hiyo hiyo hutolala katika hauza hiyo, utaondoka, utajua kwamba watu hawa makafiri hawa. Hakuna Muislamu anayeweza kuamini kwamba Qur'ani hii ina mapungufu isipokuwa atakuwa na shida. Sasa haya wanayaficha, hawayafundishi kwa wanafunzi wa mwanzo. Maana mwingine anaweza kusema mbona mimi nakwenda kwa mashia nasoma na kaa nao, lakini mbona sijawahi kusikia wanasema kwamba Qur'ani hii ina mapungufu? Mbona sijawahi kusikia Abubakar ni Siddiq laanatullahi alayhi? Mbona sijawahi kusikia? Shekhi, wewe umekaa na mashia tuanzia lini shekhi? Umekaa nao vipi? Umesuhubiana nao vipi? Na wajuaje hawa? Umewalazim kwa miaka mingapi mpaka wakakujua ili waweze kukufundisha itikadi za ndani? Hizi hawawezi kukufundisha wewe ambaye umeingia jana. Abadan. Utakaa miaka yako 6-7 utaondoka bila kusikia baadhi ya hauza, taqiyatan. Kwa sababu ya nini? Ya unafiki. Kwa sababu wanajua wakimlani Abubakari na baba yako ni sufi mathala, amekupeleka pale, Abubakar akitajwa radhiyallahu anhu. Sasa leo ushafika pale Abubakar ni Siddiq laanatullahi alayhi, ukimpigia simu baba yako kwamba hapa akitajwa Abubakar ni Siddiq laanatullahi alayhi, baba yako anapiga simu anamwambia rudi nyumbani. Sasa na wao wanakutaka wewe kumezesha itikadi kwanza, halafu zile za ndani watakuja kukufundisha baadaye. Hizo ni katika mbinu za mashia za kuwapotosha waislamu, lakini nyinyi waislamu hamjui. Na njia zingine ambazo wanazitumia katika njia za kuwapoteza waislamu, ikiwemo njia ya kutoa misaada. Hii ni wasila wanaoitumia sana mashia. Sawa, kuna ruzuku maalum zinatoka mahala maalum kwa lengo la kuhudumia ushia duniani kote, na watu wameahidi kuueneza ushia duniani ala wajhi al-ardh kwa mali na nafsi. Na kweli mali inatumika katika kuueneza ushia, kwa misaada inatolewa kwa wingi. Utasikia baadhi ya maulidi zimefadhiliwa na mashia. Limadha? Wanataka waislamu waingize katika ushia, lakini wengi katika waislamu hawajui, na wengi katika mashekhe ambao wanawakumbatia hawa mashia hawajui mashia na hawaujui ushia, na wengineo ni kwa sababu tu ya maslahi ya matumbo. Wanachukua ile misaada na zile ruzuku wanashusha, kazi inaendelea. Mwingine anachukua pesa anakuambia anakula pesa zao, lakini itikadi zao na waachia. Utapotea shekhe, utakwenda mwisho utawawafiki katika baadhi ya mambo kwa sababu ya kupokea misaada yao. Au katika khutwa pia, na njia ambazo mashia wanazitumia na zimeandikwa kwenye vitabu ni kutumia mali, kuhakikisha wanawahadaa waislamu kwa pesa, misaada, kupeleka ngano, kupeleka mchele, kupeleka nyama katika baadhi ya maeneo na baadhi ya vijiji, wa bilkhususi mikoani. Jambo hili linafanyika sana, watu wa Singida watakuwa ni mashahidi kazi ambayo inafanyika hiyo. Na watu ambao walipopotea kwa wingi kuingia katika ushia kwa sababu ya misaada, imma kwa sababu ya nyama. Kuna baadhi ya minasaba ng'ombe zinalala chini pale, ng'ombe 100
watu wanashukisha ng'ombe 100, watu wanachukua nyama majana, anayekwenda na paja, anayekwenda na mkono, anayekwenda na kadha. Haya, waislamu wa kawaida ukiwapelekea ng'ombe shekhe 100 watasemaje? Hawa ndio tunaowataka, sio wale mawahabi. Sio wale mawahabi kazi yao tu ni kutukana waislamu. Eti kutahadharisha hawa watu waliopotea ni kuwatukana waislamu. Tunaowataka ni watu gani? Ni watu hawa ambao wanatuletea nini? Wanatuletea michele, wanatuletea sukari, wanatuletea ng'ombe, wanatuletea mbuzi. Mtu anatoka na mbuzi mzima anakimbia naye nyumbani, tena asipokuwa na anakwenda kuweka nyuma, anakuja kupitia mwingine. Hao unasemaje? Waislamu wengi wamepotea na wakaingia katika ushia kwa sababu ya vichinjwa. Na hii ni tanbihi kwa matajiri wa kisalaf, matajiri wa Kiislamu ambao wako katika manhaji ya sawa, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kuwa na mali. Tumieni mali zenu kuhakikisha mnaeneza Uislamu, mnaeneza sunna kwa mali zenu vijijini. Watu wanapotea, wanaingia katika ushia kwa sababu ndogo, sababu duni. Mbuzi tu, kipande cha mbuzi. Mnashindwa nini nyinyi na mali zenu kupeleka misaada kama hivi vijijini? Jitahidini sana matajiri wa Kiislamu kueneza Uislamu, kueneza dini, kueneza sunna kule ambako watu wa batili wamefika, na nyinyi mfike kwa mali. Sisi tunajitahidi walillahi alhamd, maduati wanafika na wameenea vijijini, wanafanya dawa salafia, na wanawakemea na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya mashia na makundi mengine yaliyopotea. Lakini unakuta baadhi ya waislamu wanawapiga vita hawa maduati wa sunna kwa sababu wanaongea kalam ma indahum shay, wanaongea mawaidha. Wakiondoka hapo, wanaondoka waislamu hawana sukari, hawana bahasha. Leo mshia akija, wanaongea maneno machache, wanaacha bahasha, wanaacha na sukari, wanaacha na ng'ombe. Haya, naambie waislamu wa kawaida wataenda wapi? Illa man sha Allah. Nasallallahu alaihi wa afia. Ni wangapi katika waislamu watakaopotea kwa sababu hizi? Sasa ni sisi waislamu tuamke, na hasa wenye wasaa, kutumia mali zao kuwasaidia waislamu wenye hali ya chini sana. Sasa ni wengi katika waislamu wanaingia katika ushia kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya njaa. Pale Kigogo pale, mimi nimeishi Kigogo wakati ushia ndo unaletwa pale. Kabla haujaanza pale, nipo pale. Na wameanzisha kile kituo pale cha Ghadiri Hum na Jalala, ambaye ndo msimamizi mkuu pale. Walivyoanza dawa yao ya kufundisha, hawakupata mtu. Ili waweze kupata watu lazima pesa itembee, lazima pesa itumike. Wakaanza kutembea baitan, nyumba kwa nyumba, kama wanaandika sensa shekhe, nyumba kwa nyumba wanatafuta watu na kuwahadaa watu kwa pesa, na kugawa bahasha, na kuwahadaa waislamu wa kiume na wa kike kwa kutumia mali zao, na kuwaambia ya kwamba wakiingie pale Ghadiri watawafundisha bure, na wakipeleka watoto wao watawafundisha bure wao na watoto wao, na watawasomesha wale mabinti na vijana kushona cherehani, na kila atakayekuwa na hitimu ule ufundi ananunuliwa mashine. Na hivi vitendo vikafanyika fi'lan, sio maneno, wamefanya kivitendo. Kigogo pale sio mbali yamefanyika haya, na waislamu wakaingia katika ushia afwajan, wa na'udhu billahi min su'il hal. Wakaingia katika ushia makundi kwa makundi pale Kigogo, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo. Lakini pamoja na kwamba wameingia kwa sababu ya pesa, Allah tabaraka wa taala akawafikisha baadhi ya duati wakasimama imara. Tukasema na kuwatahadharisha waislamu dhidi ya mashia na vitimbi vyao na shari zao dhidi ya Uislamu, na kutaja baadhi ya njia wanazozitumia kuwapotosha waislamu, ikiwemo kutumia pesa na kugawa misaada. Tukawa tunataja, waislamu wakasema sasa tunafanyaje? Sisi tuna njaa, nilale njaa alafu mimi pesa inakuja nisiende kuchukua. Abadan. Wengine wakawa wanasema nitakwenda nitachukua, lakini mtoto wangu haendi na mimi siendi. Wako wengine walifanya hivyo kweli, wakawa wanaenda wanachukua mzigo na hawaendi. Lakini wengi walipotea, walikwenda wao na watoto wao, wakachukua pesa na wakachukuliwa. Lakini walillahi alhamdu,
kwa namna darsa na mihadhara iliyoendelea, nadwa za nyuma tulizokuwa tukizifanya zilileta natija kubwa sana. Allah alitia kabuli na akaleta fatwa kwa mji wa Kigogo. Watu wengi waliokuwa wameingia katika ushia wakarudi nyuma na wakatambua kwamba mashia hawa sio kweli hawa. Hivi wanavyotufundisha hivi si katika Uislamu. Yale tunayokuwa tunayasema wakaenda kuyaona kule baadhi yao. Haya tunayoyataja wakaenda kukutana nayo kule. Ikawa ni sababu baadhi ya Waislamu, na wengine mimi ninawajua, wengine walikuwa ni wanafunzi wangu. Yani walikuwa katika madarisi zetu, zile madarisi za mtaani. Wameondosha watoto wao na kuwapeleka kwa mashia. Kuwahoji kwamba sisi maskini tuna njaa na wale wanatoa pesa. Kwa tumeona twende. Na ili uweze kupata fungu la kueleweka, ukienda wewe na mtoto wako na ukiwa na watoto 5, maana yake kila mtoto anatoka na bahasha. Ni kiasi gani shekhi? Maana yake pesa nyingi. Lakini baadaye wakagundua kwamba hii kuna shida. Mashekhi wanachokisema ni kweli. Waislamu wengi pale Kigogo wamerudi katika Uislamu. Yani wameacha kabisa zile fikra za ushia na wamewatoa watoto wao pale Ghadiri, walillahi alhamdu wal minna. Na baada ya kuwatoa sasa, mashia wakaona hapa tayari moto ushawaka. Wanasema vijana wakaona sasa cha kufanya ni nini? Wakaenda mikoani. Ndio wakaanza mikoani kwenda kuchukua watu wanawaleta pale Ghadiri. Wanawachukua watoto wa kike, watoto wasichana na wavulana wanaweka pale. Wanawasomesha bure na wanawapa cherehani na kadha. Hilo limefanyika na ndilo mpaka leo wanalifanya pale. Ukikuta watu siki kuna wanafunzi wengi pale hamna wanafunzi wa Kigogo. Ni watu kutoka huko Kondoa, Singida, wapi. Hii mikoa naitaja kwa sababu wengi ni Waislamu na wengi waliochotwa sana wametoka huko. Ambao vijana wengi waliojaa Ghadiri pale wanatoka huko. Ukimuuliza Kondoa, yani Dodoma, mkoa wa Dodoma, ukimuuliza anakuambia Singida, utasikia sijui wapi, Tanga, sijui wapi. Intabihu, Waislamu zindukeni. Hawa watu ni watu hatari sana. Mwisho kabisa namalizia katika mambo ambayo inatakiwa Waislamu kuwatahadharisha na kuwafahamisha ni jambo la liwathi ambayo nimeligusia. Ni jambo la mutaa kadhalika na liwathi ambayo niligusia mwanzo kwamba maulama wanaita kuwa ni al-luthiyatu sura, kwamba ni ushoga uliokuwa mdogo. Fahum yubihuna itiyana almar'ati, mashia wanahalalisha mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Na wauliza nyinyi Waislamu, huu ni ushoga sio ushoga? Ushoga ni nini? Ushoga ni kumuingilia mtu kinyume na maumbile. Hii ndio nini? Ushoga. Na umegawanyika sehemu mbili. Kuna ushoga uliokuwa mkubwa ambao ni mwanamume kumuingilia mwanamume mwenzake. Hii ndio ushoga uliokuwa mkubwa, ambayo hii ndio kitendo alichokuwa akifanya kaumu Lut, na wakalaaniwa na Allah tabaraka wa taala na wakaadhibiwa. Sasa kuna ushoga maulama wanauita ni al-luthiyatu sura. Ni ushoga uliokuwa mdogo, ni vile mwanamume kumuingilia mke wake wa ndoa kinyume na maumbile. Sasa mashia wanahalalisha jambo hili, tena halalan tayyiba. Wanakuambia, nimesikia klipu moja ya Jalala Hemedi Jalala wa Ghadiri pale, anaeleza wazi kabisa. Anasema jambo la mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile ni jambo la halali kabisa na limehalalishwa katika Qur'ani. Wake zenu ni mashamba yenu, fa'atu harthakum, yaendeeni mashamba yenu, haithu ma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndio maana ya haithu ma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu mashia aituhumu Qur'an. A'udhu billah. Na hili insha Allah itakuja bainishwa katika nadwa kwa mapana na marefu. Tutachukua kipande chake afu tukielezee insha Allah taala. Sasa hawa mabwana ni watu hatari sana, na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na shari zao. Kwa haya ni katika machafu yao na mabaya walionayo hawa mabwana, na wanajinasibisha na Uislamu na kuyafanya yale ambayo yamekatazwa na Uislamu. Jambo hili la
mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile ni haram, ni haram. Tena wanataja hoja kwamba hata maulama wa ahlus sunna wamejuzisha jambo hilo, kama alivyosema Jalala kwamba katika baadhi ya maulama wa madhehebu hizi 4 wako ambao wamejuzisha, akikusudia Imam Malik, kwa sababu kuna kadhabati, kuna urongo ambao umenasibishwa kwa nani? Kwa Imam Malik rahimahullah ta'ala, kwamba anajuzisha liwati, yani mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Ni kosa la wazi kabisa, haijathibiti kwamba Imam Malik anahalalisha liwati, mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile, bali imamu alikuwa anaelezea staili ya mwanamume kumuingilia mke wake katika staili ambazo zinafaa mwanamume kumuingilia mke wake, yani kupitia nyuma lakini kwa njia ya mbele. Hizi ni katika staili ambazo zinafaa. Sasa ukitaka kufafanua zaidi haya na ufafanuzi wa masala hii insha Allah taala yatakuja elezwa katika nadua, lakini nimependa nigusie hapa kwamba ukisikia inanasibishwa kwa Imam Malik inakusudiwa nini. Wamefahamu kimakosa, na Imam Malik rahimahullah hakukusudia kwamba mwanamume inafaa kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Hapana, bali ni mwanamume anaruhusiwa kumuingilia mke wake yani kwa staili yoyote anayojua. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Sawa, wake zenu ni mashamba yenu, basi yaendeeni mashamba yenu vile mtakavyo, kwa maana kwa njia moja, kupitia njia moja, lakini kwa staili mnazozitaka. Kila mmoja anajua staili anazozitaka. Sasa katika staili ambayo inafaa katika mwanamume kumuingilia mke wake ni kumuingilia mke wake kwa kupitia nyuma, lakini kwa njia ya mbele, kwa njia ya mbele. Mnaelewa? Nikisema hivyo mnaelewa bila shaka, lakini kuna baadhi ya mambo inabidi yashereheshwe ili muelewe, na ili kujua tofauti iko wapi na ujue kwamba watu wamekosea wapi. Mashia wana ufahamu potofu sehemu gani. Maulama wanavyoeleza kwamba jambo hili linafaa, wanakusudia staili. Sawa? Sasa ukisikia kwamba inafaa mwanamume kumwendea mke wake kupitia nyuma, maana yake inakusudiwa staili, kupitia nyuma lakini kwa njia rasmi, kwa njia iliyokuwa rasmi, njia ya halali, njia hiyo moja, na sio kumwingilia mke wake kupitia nyuma kwa njia ya nyuma. Hadha haramu. Hii ndio liwati. Na kama kuna mtu anafanya katika nyinyi hapa, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na ajue kama amefanya liwati na akatubie kwa Allah na asirudie tena. Na mwanamke anayo haki ya kudai talaka ukimwingilia kinyume na maumbile, anayo haki ya kuvunja ndoa iwapo mwanamume atamwingilia kinyume na maumbile. Mwingine anaweza kafanya hapa kadai kwamba ni khata, nimekosea, ukirudia tena hakuna kukosea kwa namna hiyo. Umeelewa Islam? Sasa kitendo hiki Mashia wanafanyaje? Wanahalalisha, wanakuambia ni halali, sio kimakosa wala kufanyaje. Hadha haram. Allah tuthibitishe katika njia ya sawa na tubakishe katika Uislamu na imani mpaka umauti utufike. Wallahu ta'ala alam. Tubakie hapa inshallah. Wacha tuishie hapo. Maneno yako mengi lakini na muda tena ushakwenda na si kawaida yenu bila shaka. Kwa hivyo mtanuia radhi kwa muda ambao, dakika ambayo nimekula. Wajazakumullahu khairan, na Allah tusamehe pale tulipokosea na pale tulipopatia. Allah atulipe na tujalie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, sisi waongeaji kadhalika na nyinyi wasikilizaji. Barakallahu fikum wajazakumullahu khairan.